Okay, brethren, I take this opportunity to welcome each and every one of you to today's presentation. Sorry, I just had a small problem with my network, but I thank God that I'm back, and I hope that I can be heard, and we can continue with this study series. Remember, we have been looking at the book of Revelation, and today we are getting into Revelation chapter 16, the topic being the seventh plague angel and the special resurrection. So welcome everyone joining us on Zoom, and also those who will follow this presentation later, even on YouTube. May you feel welcome as we continue studying the Word of God together. So welcome everyone. At this time, I welcome Elder Demetrius. Thank you, Elder, for finding time for us. And we are looking forward to being blessed by the thoughts that God has put in your heart for us at this time. Welcome, Elder Demetrius. Hello, Elder, you can hear me? Oh, sorry for that. Oh, yes, so now you can. Oh, sorry for Yes. that. No problem. Thank you so very much. A very good afternoon to each and every one of you. God is good. And we thought that we were going to have some difficulties, but God is looking after this program. And it is very good to see you, Elder Karuga, and all of my brethren who are online from Kenya. We are looking at the seventh plague angel, not the seventh angel of Revelation 14. The seventh plague angel is going to be sounding under the seventh angel of Revelation 14. And our special emphasis today, though we had mentioned it before, will be the special resurrection. We had done this in the past, and we want to bring it alive again because it is a message of comfort and hope to the people of God. I invite you to pray with me as we pray at this time. Father in heaven and merciful God, we thank you very much for this opportunity that you have given to us. We pray, O Lord, that as we study your word, that your word will be truly a lamp to our feet and a light to our path. And now, Lord, bless Karuga's technology and bless him in his interpretation this evening, that the people, your people, will get a message that will bless their hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. All right, so we are looking at the special resurrection under the seventh plague angel. Now, we are going to begin. We had done a lot of work already in Revelation chapter 15 and 16 when we were looking at Revelation chapter 14. So we are just going to focus on the seventh plague angel in Revelation 16 before we go on to Revelation 17. Karuga, do that for me. Amen. Basi ndugu, karibuni sana. Leo tunapokuwa tukiendelea katika kuangalia swala hili ambalo ni malaika wa pigo la saba na ufufuo maalum. Kwa hivyo hatuamsi kwamba tunaangalia malaika wa saba wa mapigo, bali ni malaika wa pigo la saba na ufufuo maalum. Kwa hivyo jambo ambalo tutaangalia zaidi ama litakuwa la kuangazia zaidi ni kuhusiana na ufufuo huu maalum, ama kwa lugha nyingine ufufuo spesheli. Na basi karibuni sana kila mmoja tunapokuwa tukiendelea katika mafundisho haya. Tunaomba ya kwamba Mungu ashikilie mitandao ili ya kwamba ujumbe huu uweze kufikia kila mmoja vizuri. Amen, and back to you, Elder. Good. Now, Revelation 16, verse 17 says, speaking about the seventh trumpet angel, not the seventh trumpet, but the seventh plague angel, it says, and the seventh angel poured out his vial into the air, and there came a great voice out of the temple of heaven from the throne, saying, it is done.
we have a number of things here being mentioned. We have the temple, a great voice out of the temple, and we also have a voice saying, "It is done." Now, go ahead, Karuga. Amen. Basi tunapokuwa tukiingia katika fundisho hili, tunaangazia kitabu hiki cha Ufunuo 16, mstari wake ni wa 17. Kumbuka si kwamba tunaangalia tarumbeta ile ya 7 ama pigo la 7, bali tunaangalia malaika wa 7 ama katika pigo hilo la 7. Basi tunaambiwa katika Ufunuo 16 mstari wa 17, na huyo wa 7 akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu na katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Kwa hivyo tunaona sauti ikitoka kwa hekalu na sauti yenyewe inasema kwamba imekwisha kuwa. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo tunaangazia tunapokuwa tukiendelea katika fundisho hili. Over to you, Elder, at this time. Good. Now, I want for us to notice something very peculiar, something very interesting. Notice in Revelation 16, verse 17, it says that a voice out of the temple of heaven saying, "It is done." Notice John chapter 19, verse 30. It says, "And when Jesus therefore had received the vinegar, he said, 'It is finished.' And he bowed his head and gave up the ghost." So you see that before Christ comes the second time, a voice out of the temple is saying, "It is done." And before Christ left this earth, he said, "It is finished." There's something peculiar about this. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea wapendwa, basi tunalinganisha fungu hilo ambalo tumeweza kuangazia na fungu pia la Yohana 19 mstari wa 30 ambayo inasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Kwa hivyo nakuja kuona ya kwamba pale katika Ufunuo tunakuja kuona baada ya sauti kutoka katika hekalu, basi sauti inasikika ikisema imekwisha kuwa. Na pale msalabani Yesu alipokuwa hapa duniani, basi kabla ya kufa kwake alipokea siki na akasema imekwisha. Kwa hivyo tunakuja kuona pale kuna maneno ambayo inalingana, "It is finished" and "it is done." Kwa hivyo ni mambo mawili ambayo yanawiana, moja ni Kristo akiwa hapa duniani, nyingine basi ni baada ya kuweza kumaliza kazi yake. Kwa hivyo wacha tuweze kuendelea, tuweze kuelewa zaidi. Over to you, Elder. Okay, stay with me. Stay with me. Okay. Yes. Good. Now, note, when Jesus was crucified, before he died, he exclaimed, "It is finished." Go ahead. Ukiangalia kwamba Yesu kabla hajakufa, basi alisema imekwisha. When the 144,000 will be sentenced to death, just around the time they are about to be executed, Christ will exclaim, "It is done." Na pia jambo lingine, wale 144,000 kabla hawajahukumiwa kifo na kabla amri ile haijaweza kutekelezwa, basi Kristo naye ataweza kutangaza na kusema kwamba imekamilika ama imekwisha. Amen. Is not that a wonderful revelation? Si jambo hilo wapendwa, ni jambo ambalo ni la ajabu, ni ufunuo ambao ni wa kipekee. Amina. Note the manifestation of God's righteousness in humanity would have reached its zenith. Go ahead. Kwa hivyo nakuja kuona kwamba kudhihirishwa kwa haki ya Mungu katika ubinadamu basi itakuwa imefikia ile kikomo chake. God again will be fully demonstrated in sinful flesh. Na kwa mara nyingine basi Mungu ataweza kuwa amedhihirishwa kikamilifu katika mwili ambao ni wa dhambi.
Christ again will be incarnated, perfected, and sacrificed in the 144,000. Basi Kristo tena atakuwa ni kama amezalishwa upya ndani ya watu wake, na tena ameweza kukamilika ndani ya watu wake, na tena amekuwa ametolewa kama kafara kupitia kwa watu wake. Amen. During the time of Jacob's trouble, the 144,000 will hold fast their faith and demonstrate the efficacy of Christ's work and sacrifice. Na basi katika wakati wa taabu, basi ndipo wale 144,000 wataendelea kushikilia imara imani yao na kuweza kudhihirisha nguvu ya kazi na kafara yake Yesu Kristo. They will demonstrate that the work of Christ for humanity was effective to perfect a generation, and that work was not in vain. Praise the Lord. Amen. Basi wataweza kudhihirisha na kuonesha kwamba kazi ya kuweza kukamilisha kizazi haikuwa ni bure na ni jambo ambalo limefanyika na itakuwa thibitisho wazi. Amina. Amen. 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 Amina. Praise God. Amen. Now, we are going to go straight now into those events under the 7th plague angel, especially focusing on the special resurrection. The Bible tells us that Jesus is the resurrection. This is seen in John chapter 11, verse 25. He was speaking to Martha. Jesus said unto her, I am the resurrection and I am the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Ruga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, tunakuja kuona ya kwamba sasa tukiingia katika kuangalia ufufuo spesheli, Yesu mwenyewe aliweza kutangaza kwamba yeye ndiye hiyo ufufuo. Tunaambiwa pale katika kitabu cha Yohana 11 mstari wake ni 25, Yesu akasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Amen. Glory be to God. Amen. Praise God. Remain with me again. Now, since Christ is the resurrection and he died and rose again, it means that every man will receive life because of Christ. This is what he gave to corporate humanity. Amen. Wapendwa, kwa sababu Kristo alikufa na akafufuka, basi hii ndiyo sababu itafanya yeye ameweza kupatia wanadamu wote uhai, kila mmoja kwa sababu ya tendo hilo ambalo aliweza kufanya la kufufuka. Amen. So Christ has reversed all the effects of Adam's sin. Kwa hivyo kwa njia hiyo ni kuonesha kwamba Kristo amegeuza tena matukio yote ya dhambi ile ya Adamu. So the condemnation to eternal death that was hanging over the head of humanity was lifted by the eternal death of the Son of God. Amen. Basi ile hukumu ya mauti ya milele ambayo ilikuwa juu ya wanadamu wote, basi iliondolewa kupitia kwa kifo cha milele cha mwana wa Mungu. Amina. But even more than this, the physical death that results from the sin of Adam will be reversed. And to all those who experience it, they will live again. Amen. Na tena zaidi wapendwa, kifo ambacho ni cha mwili, ambacho kilisababishwa na dhambi, basi pia nayo itaweza kugeuzwa tena ama kurejeshwa tena, kiasi ya kwamba wote ambao watapata mauti lazima wataweza kufufuliwa. Amina. Paul speaks to this. We go again. All right? So we are going to bring the text. Paul speaks to this in 2 Timothy chapter 1, verse 10. 2 Timothy chapter 1, verse 10. It says, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. Notice what he did. Who has abolished death
and hath brought life and immortality to light through the gospel. So Christ has given life to men and has made available immortality. However, not all will receive it. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea wapendwa, tunaambiwa pale katika kitabu cha Timotheo wa pili 1 mstari wake ni wa 10 kwamba na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu, aliyebatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa ile Injili. Kwa hivyo wapendwa, licha ya kwamba Kristo aliweza kubatili mauti akawapatia wanadamu wote uzima, lakini sio wote watapokea uzima huu. Over to you, Elder Adis. Thank you. Thank you. So the fact is that Paul is saying that since Christ is the resurrection and has abolished death, notice what he says now in 1 Corinthians chapter 15, verse 20. This is a very important statement. He says, but now is Christ risen from the dead and become the first fruit of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. Praise the Lord. Christ has actually reversed all that the first Adam had done. Amen. Amen. Wapendwa, basi tunapokuwa tukiendelea, Paulo bado anapatiana wazo hili zaidi pale katika kitabu cha Korintho wa kwanza 15 unapoanzia mstari wake ni wa 20, anasema ya kwamba lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Kwa hivyo wapendwa, kupitia kwa Yesu Kristo kila mwanadamu ataweza kufufuliwa. Na basi tunakuja kuona kwamba yeye mwenyewe ndiye alikuwa limbuko wa kwanza ama mazao ya kwanza katika ufufuo. Amina, and back to you, Elder. Praise God. So every man will be physically resurrected, whether you are good or bad, righteous or evil, you will be resurrected because of what Christ has done. However, there is an order to the resurrections. That is important. Paul says, let me read this text. Paul says, but every man, 1 Corinthians 15:23, but every man in his own order. Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Ruga. Amen. Basi wapendwa, tunakuja kuona ya kwamba kila mtu atafufuliwa, aidha ni mtu mzuri ama ni mtu mbaya, aidha ni mwenye haki ama si mwenye haki. Kila mmoja ambaye ameweza kuonja mauti lazima ataweza kufufuliwa, lakini kuna mpangilio ambao utaweza kufuatwa. Na basi tunaambiwa pale katika kitabu cha Korintho wa kwanza 15:23, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Kwa hivyo kuna mpangilio, licha ya kwamba wote wataweza kufufuliwa, lakini hawatafufuliwa wote kwa wakati mmoja. Kuna mpangilio, kwanza ilikuwa ni Kristo ambao ni limbuko, kisha wale ambao ni wake katika wakati anaporudi mara ya pili. Kwa hivyo ni mpangilio ambao unafuatwa. Over to you, Elder Adis. So there is an order for the resurrection. Christ, who is called the first fruit, then the redeemed, and then the wicked will follow. Now Jesus says in John chapter 5, verse 25, notice what Jesus says. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. So it is important to note that he is speaking about all dead people that will hear his voice. Both righteous and wicked shall hear his voice and respond. All will be
resurrected. Taruga. Amen, amen. Basi tunakuja kuona kwamba kunao mpangilio ambao utaweza kufuatwa. Tumeona kwanza ilikuwa ni Kristo, kisha watakatifu, alafu kisha basi waovu. Na wazo hili pia Kristo aliweza kulielezea pale katika kitabu cha Yohana. Unaposoma Yohana 5 kuanzia mstari wa 25 anasema, amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Kwa hivyo wafu ambao wanatajwa pale ni vizuri kuelewa kwamba inahusu wote, watakatifu ama si watakatifu, wazuri ama wabaya, wote ambao wanaelezwa kuwa ni wafu wakati inakuja ambapo wataweza kufufuka. Over to you, Elder. Good. So in Matthew chapter 5 verse 25, he says that all will be resurrected, all will hear his voice. But then by verse 28 and 29, he then gave us some categories. Let's see what he says. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the graves shall hear his voice. All. So he repeats it again. Then he says, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So there are two categories, two general resurrections. One resurrection is called by Jesus the resurrection of life, and the next resurrection is called the resurrection of damnation. Taruga. Amen, amen. Basi wapendwa, tunakuja kuona Yesu akiendelea katika wazo lile, baada ya kusema kwamba wakati itakuja wafu wote watasikia sauti yake. Basi pale katika mstari wa 28 na 29 anapatiana vikundi viwili. Anasema, msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Kwa hivyo wapendwa, basi pale tunakuja kuona kwamba kuna ufufuo mara mbili, ambazo ni ufufuo ile ambao tunasema ya watu wote, general. Kuna ufufuo wa uzima na pia kuna ufufuo huu wa kudharauliwa ama wa kupotea. Na basi tunakuja kuona kwamba kunao mpangilio ambao unawekwa pale. Amen. Good. Now, it is important to note, based upon what Jesus said, that only those who have done good will be raised in the resurrection of life. None of those who have done evil will be raised in this resurrection. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kujua ya kwamba kulingana na hayo ambayo tumeweza kuangalia, ni kwamba wote ambao wametenda mema ndio watafufuliwa katika ufufuo wa uzima. Hakuna yeyote ambaye ametenda maovu ama alikufa akiwa mwovu atafufuliwa katika ufufuo huo. Amen. Good. Likewise, only those who have done evil will be raised in the resurrection of damnation. No person who has done good will come up in this resurrection of damnation. Amen. Jambo lingine la kushika pale ni kwamba wale wote wametenda maovu ndio wataweza kufufuliwa katika ufufuo wa hukumu. Hakuna yeyote ambaye amefanya mema ama alikufa akiwa mwenye haki atafufuliwa katika ufufuo wa hukumu. Amen. And yet we will find that Daniel the prophet speaks about a particular resurrection in which both categories will be raised together. Amen. Lakini ukienda katika kitabu cha Danieli, basi pale unaona Danieli akielezea ufufuo ambapo makundi yote mawili yanafufuliwa wakati mmoja. Yaani watakatifu na waovu wanafufuliwa kwa wakati mmoja. Amen. So before we look at that, we will now seek to find out when the two general resurrections will be.
when will the first general resurrection of life occur? Kwa hivyo kabla tujaweza kuangalia ni ufufuo upi huu ambao Danieli anazungumzia, kwanza itabidi tuweze kuelewa ufufuo huu wa kijumla mbili, yani wa uzima na wa hukumu, itaweza kufanyika wakati upi. Amen. Paul speaks about this in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. He says, "For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first." Now it is important to note that this is also in reference to the change, those who will be changed, but it has a very important application to those who will be resurrected second. So the righteous will be raised first. Ruga. Amen. Basi tunapokuwa tukiendelea, Paulo kuna jambo ambalo anatuelezea pale katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wake ni wa 16, ambapo anasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kwa hivyo pale tunakuja kuona ni wakati Kristo anaporudi mara ya pili, na wanaoelezewa kwamba watafufuliwa kwanza ni wale wote ambao wamekufa ndani yake Yesu Kristo. Amen. Good. So notice that Jesus mentions 2 resurrections, and Paul spoke about the order of the resurrections. Kwa hivyo utazingatia kwamba Kristo alizungumza kuhusu ufufuo mara mbili, na Paulo ameelezea kuhusiana na mpangilio wa ufufuo huo. We have seen that Christ, being the first fruits of those who will be raised, he was first to be raised. Kwa hivyo tumeweza kuona jambo lingine, Kristo kwa sababu ndiye alikuwa awe limbuko la kwanza la wale ambao watafufuliwa, basi aliweza kuwa wa kwanza kufufuka. And secondly, there will be those who will be raised at his second coming. The first general resurrection will occur at the second coming of Christ before the millennium. Amen. Alafu kisha basi tunakuja kuona kwamba kuna wale ambao wanafufuliwa katika kurudi kwake, wakati wa kurudi kwake mara ya pili. Na basi tunakuja kuona ufufuo wa jumla wa kwanza wa watakatifu, basi ni ule ambao unafanyika wakati Kristo anaporudi mara ya pili. Amen. Now the question that can be asked is, what about the resurrection of the wicked? We know that the resurrection of the righteous will be before the coming of Christ, or when Christ comes before the millennium. When will the resurrection of the wicked be? Revelation chapter 20, verse 5, it says, "But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished." This is the first resurrection. So the second resurrection, the resurrection of the wicked, will be after the millennium at the third coming of Christ. Karuga. Amen. Basi baada ya kuweza kuona ufufuo wa kwanza kwamba unaohusu wale watakatifu waliokufa ndani ya Kristo unafanyika wakati Kristo anaporudi mara ya pili, basi nao ufufuo huo mwingine wa jumla wa wale ambao ni waovu utafanyika lini? Tunaambiwa katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wake ni wa 5 kwamba hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Kwa hivyo baada ya miaka 1000 ile ambayo tunaita millennium, ndipo baadaye waliokufa wakiwa waovu ndipo watapata kufufuliwa. Yaani watakatifu wanafufuliwa wakati Kristo anaporudi mara ya pili, waovu nao wanafufuliwa wakati Kristo anaporudi mara ya tatu. Amen. Amen. Good. Now, why is it necessary
for there to be two resurrections? Kwa hivyo ni kwa nini iwe muhimu kuweze kuwa na ufufuo mara mbili? You will remember that Adam failed the first trial to humanity. Basi utakumbuka ya kwamba Adamu alianguka jaribio la kwanza kwa wanadamu. Therefore, all humanity was under what is called a first condemnation. Na basi kwa sababu ya kuanguka huko, wanadamu wote wakawa chini ya kile ambao tunaita hukumu ya kwanza. That is the bad news. Na wapendwa, hii ndio habari ambao ni mbaya. But I thank God that there is not only bad news, but there is good news. Amen, amen. Na kwamba hata kama ni habari ambao ni mbaya, lakini nashukuru Mungu ya kwamba hakuna tu habari mbaya, bali pia kunayo habari nzuri, habari njema. Amina. Praise the Lord. The good news is that through Christ's death, all men are freed from the first condemnation as a result of Adam's sin. Praise the Lord. Amen, amen. Na habari nzuri na habari njema ni kwamba wanadamu wote wamekuwa huru kutokana na hukumu ya kwanza iliyotokea baada ya Adamu kuweza kuanguka ule mtihani. Amina. So it is now that humanity has been given what is called a second trial. Kwa hivyo ni kumaanisha ni sasa hivi ubinadamu umepatiwa kile ambacho tunaita jaribio la pili. And listen carefully. Those who personally accept Christ as Lord and Savior by and through the second trial will experience the first resurrection. Praise the Lord. Amen, amen. Wapendwa, basi ukishika point hii kwa makini, tunaambiwa kwamba wale ambao wanakubali Kristo kama mwokozi wao binafsi, basi katika jaribio hili la pili wakiweza kushinda, wataweza kupokea ufufuo wa kwanza. Amen. Amen. So in the first Adam, humanity failed the first trial, but through Jesus Christ, humanity has been successful in the second trial. Amen. Basi wapendwa, ni kweli kupitia kwa Adamu wa kwanza, binadamu ulianguka jaribio hilo la kwanza. Lakini sasa kupitia kwa Kristo, ubinadamu uko na jaribio la pili kila mmoja. Amina. Praise the Lord. Now, remember this, that it is because of what Adam had done that the first condemnation came upon humanity. But those who reject Jesus Christ as their Lord and Savior will personally experience a second condemnation. Amen. Wapendwa, ukumbuke ya kwamba ni kwa sababu ya kile Adamu aliweza kufanya, sote tukapokea hukumu ya kwanza. Lakini kwa sababu Kristo alishatoa hukumu ile, na kila mmoja wetu tumepatiwa nafasi jaribio la pili, basi wale ambao wanamkataa Kristo wenyewe binafsi watahisi hukumu ya pili. Amen. And it is important to note that the second condemnation will occur at the white throne judgment after the second resurrection. So the white throne judgment will come after the second resurrection, and that is when the second condemnation will occur. Amen. Na basi ni vizuri iweze kueleweka ya kwamba hukumu hii ya pili itafanyika katika kile kiti cha hukumu cheupe ambacho kitakuwa baada ya ufufuo wa pili. Kwa hivyo hukumu ya pili inafanyika katika kiti cha enzi cheupe, na hii ni baada ya ufufuo wa pili. The second condemnation will therefore lead to the second death. Na basi hii inamaanisha hukumu ya pili ndiyo itaelekeza kwa mauti ya pili. Amen. So
all men have been given a second trial. Kwa hivyo wanadamu wote wamepatiwa jaribio la pili. And those who reject Jesus Christ will experience the second resurrection. Na wale wanaomkana Yesu Kristo, basi wao watapata ufufuo wa pili. And those who experience the second resurrection will experience the second condemnation. Na wale watakaopitia hukumu ama ufufuo wa pili ama hukumu ya pili, basi nao watakaopokea ufufuo wa pili nao watapata hukumu ya pili. And those who experience the second condemnation will experience the second death. Na hao ambao watapata hukumu ya pili ndio watapata mauti ya pili. Amina. But where the people of God are concerned, the only second they will experience will be the second trial. Amen. Kwa hivyo, lakini kuhusu watu wa Mungu, jambo la pili tu ambalo wataweza kupitia ni ile jaribio la pili peke yake. Praise the Lord. In everything else, we will be first. Hallelujah. Lakini katika mambo mengine yote, sisi tutakuwa wa kwanza. Amina. Praise the Lord. So we are told about this in Revelation chapter 20. Let us go to Revelation chapter 20, reading verses 13 and 14. It says, and the sea gave up the dead, which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. So we have two general resurrections, prior and post the millennium, where each one is exclusive to the category involved. Only the righteous before the millennium and only the wicked after the millennium. Amen. Basi tukiendelea unakuja kuona basi baada ya ile miaka 1000 na baada ya ufufuo wa pili, ndiposa tumeweza kuona kwamba kutakuwa na hukumu ya pili, na wale ambao watapokea hukumu ya pili nao watapokea mauti ya pili. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Ufunuo 20 mstari wa 13 na 14, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Kwa hivyo tuko na hukumu ama tuko na ufufuo wa jumla mbili. Moja inafanyika kabla ya miaka 1000 na nyingine inafanyika baada ya miaka 1000, na hii inategemea makundi ambao yanahusikana pale. Watakatifu wanafufuliwa kabla ya miaka 1000, waovu nao wanafufuliwa baada ya miaka 1000. Amen, and over to you, Elder. Good. Now remember that only the righteous will be raised in the resurrection of life before Christ comes, before the millennium. Well, I should put it this way: when Christ comes, before the millennium. So when Christ comes, he will then raise the righteous, and they will be resurrected and be caught up in the air. And those who will come up in the second resurrection will be after the millennium, after Christ comes, and only the wicked. But Daniel speaks about a special type of resurrection. Notice what he says in Daniel chapter 12, verse 2. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. That is very important. So this resurrection has in it
two categories: those who will have everlasting life and those who will have shame and everlasting contempt in one resurrection. Karuga. Amen. Amen. Basi tunapoendelea, kumbuka tumeweza kuona ufufuo wa jumla ambazo ni mbili. Moja inafanyika kabla ya miaka 1000, nyingine inafanyika baada ya miaka 1000. Watakatifu wanafufuliwa kabla ya miaka 1000 baada ya Kristo kurudi mara ya pili. Waovu nao wanafufuliwa baada ya miaka 1000 na baada ya Kristo kurudi mara ya tatu. Lakini Danieli anatuelezea kuhusu ufufuo mwingine ambao unahusisha watakatifu na waovu wanafufuliwa kwa wakati mmoja. Ndiposa tunaambiwa pale katika Danieli 12 mstari wa 2. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kwa hivyo ufufuo ambao Danieli anaelezea hauwezi basi kuwa ni ufufuo wa kwanza, maana katika ufufuo wa kwanza hakuna waovu ambao wanafufuliwa pale, wala haiwezi kuwa ni ufufuo wa pili. Lakini hapa tunaona ufufuo ambao unahusisha watakatifu na waovu wote kwa wakati mmoja wanaweza kufufuliwa. Amen. Amen. Good. Now, when you read Daniel chapter 12, verses 1 and 2, from the very context of the passage, this resurrection will have to be after the general closure of human probation when Michael stands up. Kwa hivyo wapendwa, ukisoma muktadha wa kitabu hicho cha Danieli 12 mstari wa kwanza na mstari wa pili, ambapo inaelezea ufufuo huu unaohusu wengine waovu na wengine watakatifu, basi hii ni kumaanisha ni ufufuo ambao unafanyika baada ya kufungwa kwa mlango wa rehema, wakati mlango wa huruma kwa wanadamu unafungwa na Mikaeli anasimama. Amen. Now, and therefore, this resurrection must be after the great time of trouble. Na tena katika fungu hilo utakuja kuelewa ufufuo huu unafanyika baada ya wakati mkuu wa taabu. It must also be after the voice of God delivers the saints when darkness covers the entire world. Na jambo lingine ni ufufuo basi huu unafanyika baada ya Mungu kuweza kukomboa watu wake kupitia kwa sauti yake, baada ya giza kuwa imefunika dunia mzima. This therefore places this special resurrection that will have two categories of people, righteous and unrighteous in and during the seventh plague, just before the second coming of Christ. Amen. Na basi jambo hili ama ufufuo huu ambao ni speciali, ambao unahusu watakatifu na waovu, basi lazima basi iwe itafanyika katika kipindi cha malaika yule wa saba, mapigo la saba, kabla ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. And the question that can be asked is this: who are the ones that will be raised in this resurrection? Na basi swali ambalo ni la kipekee la kujiuliza ni hili: ni akina nani hawa ambao watafufuliwa katika ufufuo huu specially? Amen. Before Christ left this earth, he gave a promise, speaking to the religious leaders involved in his trial and his crucifixion. Notice what he says. Matthew chapter 26, verse 64. Jesus says unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting on the right hand of power, and coming, notice that, and coming, they will see him coming in the clouds of heaven. This is a very important statement. So they will see Christ coming in the clouds of heaven. Coming. Haruga. Amen. Basi ni akina nani hawa ambao watafufuliwa katika ufufuo huu?
kuna jambo ambalo Kristo aliweza kutoa, ambao ni ahadi ambayo aliweza kutoa, akizungumzia viongozi wa dini ambao walihusika katika kujaribiwa kwake na hata kusulubiwa kwake. Yesu akasema hivi katika kitabu kile cha Mathayo 26 mstari wa 64 kwamba Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamuona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Kwa hivyo utashika kwamba pale anaahidi kwamba watamuona akikuja na mawingu. Kwa hivyo ni akina nani hawa ambao wanaambiwa atamuona akikuja na mawingu? Ili amuone akikuja na mawingu, basi lazima awe amefufuliwa kabla, ili aweze kumuona Kristo akikuja na mawingu. Over to you, Elder. Now, these people, you can join me, these people are long dead. They are long. Sorry. Kumbuka watu hawa ambao wanazungumzwa pale tayari wamekufa kwa muda mrefu. Christ promises them that they will see him coming in glory. Na Yesu anawaahidi kwamba watamuona akija na utukufu wake. Listen carefully. Not even those who will be resurrected in the first general resurrection will be able to witness the events associated with his coming, because they will be resurrected after he comes. Amen. Kumbuka ya kwamba hata wale ambao watafufuliwa katika ufufuo wa kwanza wa jumla, ambao tulikuja kuona ni ufufuo wa uzima, ambao ni watakatifu wote ambao wamekufa ndani ya Kristo, hata hao hawataweza kuona matukio inayofanyika wakati Kristo anapokuja mara ya pili, maana watafufuliwa baada ya Kristo kuwa tayari amekuja. So in order for these people who crucified Christ to be able to see him coming in glory, it will be necessary for them to be resurrected prior to his coming in order for them to witness his coming. Amen. Na basi ili hawa ambao wameahidiwa kwamba watamuona Kristo akirudi na mawingu, ili waweze kuona tukio hilo, ni kumaanisha wanastahili kuwa wamefufuliwa kabla ya Kristo kuanza kukuja mara ya pili, ili waweze kushuhudia kukuja huko. Amen. Good. Now, it is very interesting that the angels who were by the disciples when Christ was ascended into heaven, they stated something interesting. Notice what they said. This is Acts chapter 1. I'm going to read verse 9 and verse 11. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. Notice that? Verse 11. The angel said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. When he comes in clouds, they will see him. Praise God. So the angels, Christ says, you shall see me coming. And the angel says, you will see him coming in a cloud. Go ahead. Amen. Amen. Basi ni jambo ambalo ni la kipekee. Unapoangazia kile ambacho malaika waliambia wanafunzi wakati Kristo alipokuwa akipaa kwenda kule mbinguni. Basi tunaambiwa pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 mstari wake ni wa 9 kwamba akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenyu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake
mbinguni. Kwa hivyo Yesu alichukuliwa na wingu akaenda mbinguni wakimwona, na basi tunaambiwa kwamba basi wataweza kumwona hivyo hivyo akirudi na mawingu. Amen. Good. Now John comments on this fact. Notice how John puts it together in Revelation chapter 1, verse 7. He says, "Behold, he cometh with clouds, as the angels had said, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. Amen." So this is very important. As Christ has stated, it will be fulfilled that those who pierce him will be resurrected before he comes to see him coming in glory. Amen. Basi tunakuja kuangalia sasa Yohana akielezea matukio hayo yanayohusiana na kurudi kwa Kristo mara ya pili. Kumbuka Yohana alikuwa pale akisikiza yale ambayo malaika pia waliweza kusema. Na basi katika kitabu chake anasema hivi katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari wake ni wa 7, anasema, "Tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamwona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina." Kwa hivyo kila jicho litamwona hao waliomchoma. Kwa hivyo kama vile tu Kristo alikuwa amewaahidi kwamba watamwona akirudi na mawingu, basi kweli hivyo ndivyo itaweza kufanyika. Amen, and back to you, Ellen. Good. So we have identified the wicked ones, according to Daniel chapter 12, verse 2, who will be raised in a special resurrection which will occur before Christ comes. Remember, the general resurrection, the first general resurrection will occur after Christ comes, but before the millennium. This special resurrection will occur before Christ comes, that those who come up in that resurrection will see the events associated with his coming. So the question now is, who will be the righteous ones that will be raised with those wicked ones to see this event? Hivyo wapendwa, tunakuja kuona pale ya kwamba wale ambao ni watakatifu watakaofufuliwa katika ufufuo wa kwanza ni wale ambao watafufuliwa Yesu anaporudi mara ya pili. Lakini tumeweza kuona kuna wale ambao wataona kurudi huko ambapo Yesu alikuwa ameahidi, na tayari tumeweza kuona. Kwa hivyo ni kumaanisha hao ambao waliweza kuahidi, waliokuwa wakimchoma na kumkejeli, basi ni wale ambao ni waovu ambao wametajwa katika Danieli. Lakini pia kuna watakatifu, na watakatifu hao ambao pia wameweza kutajwa ni akina nani? Hebu tuweze kusonga mbele tuweze kuelewa. Over to you, Ellen. Good. Now Christ gave his disciples a promise also of his return. All right. So as he had promised the Pharisees that they will see him, Christ gave his disciples a very important promise. In John chapter 14, verse 3, he says, "And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." So God's people had always been looking for the fulfillment of this promise. But we are told that it would not come but for an appointed time. Karuga. Amen. Wapendwa, basi kama vile tu Yesu alikuwa ametoa ahadi kwa wale ambao walikuwa wanamchoma na pia kwa kuhani ambao walikuwa wanamhukumu, pia Yesu alitoa ahadi ya kurudi kwake mara ya pili kwa wanafunzi wake. Akasema hivi katika kitabu cha Yohana 14 mstari wake ni wa 3, "Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi uwepo." Watu wa Mungu wapendwa, wamekuwa wakitazamia kuweza kutimia kwa ahadi hii ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, lakini lazima ama kungekuwa na wakati ambao umetengwa wa tukio hilo kuweza kufanyika. Amen, and back to you, Ellen. Now, the important thing to notice what Paul says here in 2
Thessalonians chapter 2, verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. So Paul told the saints that something must occur before the second coming of Christ. That is, the man of sin be revealed. The saints of God recognized the fulfillment of that event, and from that time, from 1798, they then were eagerly looking for the Savior because they knew that it is during this time that they can expect for him to return. Amen. Amen. Basi wapendwa, kuja kwa Kristo mara ya pili ni ahadi ambayo mwenyewe alitoa, lakini ni kwa wakati ambao unaweza kuamuliwa. Na mtume Paulo pia katika barua yake akiandikiwa Thessalonike akiweza kusema jambo hili ambalo ni la kipekee pale katika Thessalonike wa pili 2 mstari wake wa 3 kwamba mtu yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. Kwa hivyo Paulo aliweza kuelezea lazima kuna tukio ambalo linastahili lifanyike, ambalo ni kufunuliwa kwa yule mtu wa kuasi, system ile ya upapa, ambayo basi watakatifu katika kuweza kuchunguza waliweza kuelewa wakati system hii ilipofikia kupata jeraha la mauti katika mwaka wa 1798. Ni kumaanisha basi ni baada ya mwaka huo kupita ndipo kunaweza kuwa na matamanio ya kuweza kungoja kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Amen, and back to you, Elder. So the saints were waiting and they were watching. They were waiting and they were watching, but they were watching for Christ to come, and they were seriously disappointed. They did not recognize a point of waiting. Listen to what we are told in Daniel chapter 12, verse 12. Blessed is he, a blessing is pronounced upon he that waiteth, and cometh to the 1,305 and 30 days. So they had a period of time of waiting, even though that time period of the man of sin had passed. Amen. Amen. Basi wapendwa, tumeweza kuona kwamba kulikuwa na muda wa kuweza kungoja, na tukio ambalo liliweza kuelezewa la mtu wa kuasi. Kwa hivyo baada ya mwaka wa 1798 wangeweza kutarajia kurudi kwa Kristo, lakini baadhi watakatifu walikuwa wanakesha na wanatazamia siku ile. Na basi tunakuja kuambiwa pale katika Danieli 12 mstari wake wa 12, kumbuka ilikuwa imetangazwa kwamba ama ilikuwa imetabiriwa kutakuwa na wakati wa kuchelewa, kutakuwa na kuvunjika moyo. Na basi tayari Danieli alikuwa ametabiri na kusema heri angojaye na kufikiria siku hizo 1335. Kumbuka wapendwa, haya ni mambo ambayo tulikuwa tumechunguza tayari. Mafundisho haya ya kuhesabu miaka hii ni mafundisho ambayo tayari tumeyafanya, na unaweza rudi katika rekodi hata pale katika mtandao na utaweza kuangalia mambo haya. Kwa hivyo ni baada ya kutimia kwa hizi siku 1335 tunaambiwa heri angojaye kutimia kwa zile siku. Thank you, and back to you, Elder. Good. So the early Advent believers, they believed that Christ was coming in their day. They lived according to their belief. They preached the second coming of Christ, and it did not happen. But they were given the assurance that the prophecy had not failed. They were told in Habakkuk chapter 2, verse 3, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and lie not. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Praise the Lord. Amen. Amen. Basi wapendwa, wale ambao walikuwa na ngojea kurudi kwa Kristo katika wakati huo waliweza kuishi ule ujumbe, waliweza kutangaza ule ujumbe, na wakaweza kuhubiri sana na kungoja kuweza kurudi kwa Kristo mara ya pili. Lakini hata baada ya kuvunjika moyo,
walikuwa wamepatiwa uhakikisho kwamba unabii ule utaweza kutimia. Tunaambiwa katika kitabu cha Habakuki 2 mstari wake ni 3, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapo kawia, ingoje, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Amen. And back to you, Elder. So we want to thank the Lord that he did not fail his people. They were disappointed very keenly, but they were encouraged to press on with their message of his return. And John records that disappointment. John says in Revelation chapter 10, verse 10, and I took the little book out of the hand of the angel and ate it up. This is the experience of the early Adventists. And it was in my mouth sweet as honey. It was a sweet experience because they were looking for their Lord. And as soon as I had eaten it up, my belly was bitter. It was a bitter disappointment because Christ did not come. And he said unto me, thou must do what? Prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Praise the Lord. Amen. Amen. Wapendwa, basi tunapoendelea, Mungu hakuangusha watu wake, hakukoma kuweza kutia nguvu watu wake, na pia kuweza kuwatia moyo waweze kusonga mbele na waweze kuendelea na kuhubiri. Na basi tunaambiwa pale katika kitabu cha Ufunuo, Yohana na rekodi tukio lile na kusema ya kwamba katika Ufunuo 10 mstari wa 10, nikakitoa kile kitabu kidogo katika mkono wa malaika yule, nikakila, nacho kikao kitamu kama asali kinywani mwangu. Yaani habari za kurudi kwa Kristo mara ya pili zilikuwa ni habari ambazo ni tamu, ni kama asali katika kinywa. Na nilipokwisha kukila, tumbo langu likatiwa uchungu, ni kwa sababu siku ile walikuwa wanatarajia kwamba Yesu atarudi, hakurudi. Kuvunjika huko kwa moyo ndipo inalinganishwa na tumbo kuwa limetiwa chungu. Wakaniambia, imekupasa kutoa unabii tena juu ya watu na taifa na lugha na wafalme wengi. Kwa hivyo walikuwa na jukumu la kuendelea kutangaza ujumbe ule na kuendelea kutangaza marejeo ya pili ya Yesu Kristo. Na hii basi ikawa ni jukumu lao, na wakaweza kuichukua na kwa bidii wakaendelea mbele katika kutangaza ujumbe huo. Thank you and bye. So all of this occurred under the first two angels of Revelation 14. The third angel came with additional truth, with additional light, and therefore the saints had to continue their work. Go ahead. Basi wapendwa, jambo hili tunakuja kuona ya kwamba ni matukio ambayo yalifanyika chini ya malaika wa pili, na katika kitabu cha Ufunuo 14, malaika wa kwanza na pia malaika wa pili. Lakini kulikuwa na ujumbe wa malaika wa tatu ambaye alikuja na ukweli zaidi, na basi watakatifu wangeendelea kungoja, wakiendelea mbele na kufanya kazi yao. Amen. So these saints were looking for the second coming of Christ. They wanted for him to come. They were living in accordance with their faith. Now, a special blessing, a special one. All of God's people are blessed, but a special blessing was pronounced upon those who were carrying this special message under the third angel. Let us see this special blessing. Revelation 14 verses 12 and 13, it says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. And I heard a voice from heaven saying unto me, write, listen to it now, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Karuga. Amen. Amen. Wapendwa, basi nakuja kuona kwamba hawa ambao walisalia, hawa ambao waliendelea mbele na kuhubiri habari hii ya kurudi kwa Kristo mara ya pili na kuwa na tarajio hilo la kuweza kumuona,
na pamoja na ujumbe wa malaika watatu ambao uliongezea nuru katika ujumbe ile, basi kuna baraka speciali ambayo iliweza kutangazwa juu yao. Ni kweli baraka za Mungu zi juu ya watu wote wake, lakini kwa kundi hili ambalo lilitazamia sana na kutarajia sana kuona kurudi kwa Kristo mara ya pili katika kizazi chao, basi na katika jukumu lile ambao walichukulia ule ujumbe na kutangaza kwa bidii, basi kuna baraka speciali ambayo iliweza kutangazwa, ambao tunaambiwa pale katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake ni wa 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Amina. Kweli hiyo ilikuwa ni baraka kubwa kwa wote wale ambao wangekufa katika wakati huo kuendelea mbele, yani baada ya kuanza kutangazwa kwa ujumbe wa malaika watatu na kusonga mbele, wale wote ambao wangekufa katika wakati huo, basi kulikuwa na baraka speciali kwao. Amen and back to you. Praise God. So remember that all of God's saints are blessed. And all of God's saints who die are blessed. That is very important to understand. Sorry. So all of God's saints are blessed, and all of those who experience death in Christ, they have a blessing. But notice that it says from henceforth, that is from the time that the third angel began, those who died under the message of the third angel will experience special favor. And the question is, what is that special blessing? What is that special favor? It was the blessed hope of his return for all of them. But they will experience something even more than those who would have died outside of the third angel's message. Karuga. Amen. Wapendwa, ni kweli watu wote, watakatifu wote wa Mungu wanakuwa wamebarikiwa. Na wote ambao wanakufa wakiwa ndani ya Kristo, basi wanakufa wakiwa wamebarikiwa. Maana kama vile tumeweza kuona, wataweza kufufuliwa katika ufufuo wa kwanza ambao unahusisha watakatifu wote ndani ya Kristo. Lakini kuna kundi hili ambalo tunaweza sema ni speciali, ambalo wako na baraka speciali ya wale ambao wanakufa katika ujumbe wa malaika watatu kuanzia wakati huo kuendelea mbele. Wanakufa wakiwa na tarajio ama tumaini ambalo ni la kipekee. Na baraka hii ni ipi? Ni baraka ya kuweza kushuhudia kuona Kristo akirudi. Hiyo ndio baraka kubwa. Maana kumbuka, tumeona ya kwamba watakatifu wengine wote wakifufuliwa katika ufufuo wa kwanza hawataona Kristo akirudi. Maana ni baada ya Kristo kurudi ndipo wanafufuliwa. Lakini kundi hili liko na baraka speciali kwamba litaweza kuona kutimia huko kwa tumaini hili ambalo wamekuwa nalo la kuweza kuona matokeo ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Kwa kweli hii ni baraka ya kipekee. Amen and back to you. Good. Now they all had a special text of scripture that they enjoyed even while they were living under the ministration of the third angel. In Titus chapter 2, it says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, they should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." So this is what they had been looking for all their life. As the faithful ones of God were looking continually for that, God will also be faithful to them. Praise the Lord. Amen. Amen. Basi wapendwa, baraka hii speciali ambayo wataweza kupatiwa hii ya kuweza kumwona Kristo akirudi mara ya pili. Na basi fungu ambalo lilikuwa la kipekee kwao, ambao liliwatia moyo, na pia nasi ninastahili niendelea na kututia moyo,
ni kitabu kile cha Tito 2 kuanzia mstari wa 11, ambayo inasema ya kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kwa hivyo hii ilikuwa ni fungu ambalo lilikuwa la kutia moyo, kwamba tutazamie mafunuo hayo makuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo ni katika kurudi kwake mara ya pili. Amen and glory be to God for that. So remember this, that God is very faithful to his people. And when he gives a promise, go ahead, God is very faithful to his people. Say that. Kumbuka ya kwamba Mungu huwa ni mwaminifu sana kwa watu wake. You see, he will resurrect them as he had promised to see the events associated with the second coming of Christ, which they would not have received if they would have been resurrected in the first general resurrection. Amen. Kwa kwenda Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Na basi ahadi hii ni kwamba wote ambao wanalala katika wakati huo watafufuliwa ili washuhudie matukio inayohusiana na kurudi kwake mara ya pili. Maana ikiwa tu wangewachwa wafufuke katika ufufuo wa kwanza, hawangeweza kushuhudia matukio haya yakifanyika. Over to you, Elder. So the question is, when will this resurrection occur? Kwa hivyo swali kuu basi tunajiuliza ni ufufuo huu utafanyika lini? The first general resurrection will be after the second coming of Christ, just before the millennium. Kwa hivyo ufufuo wa kwanza maalum ni baada ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, kabla ya ile millennium. The second general resurrection will be after Christ comes the third time, which is after the millennium. Nayo ufufuo wa pili maalum utafanyika baada ya miaka ile 1000, baada ya kurudi kwa Kristo mara ya tatu. This special resurrection then will be before Christ comes the second time and before the first general resurrection. Amen. Basi ni kumaanisha kwamba ufufuo huu maalum ama ufufuo huu spesheli utafanyika kabla ya kurudi kwa Kristo mara ya pili na pia kabla ya ufufuo wa kwanza wa jumla. Amen. And the context show that it will be down in the period of the seventh plague. Na muktadha wa mafungu yale yanayozungumzia ufufuo huu basi inaonekana ya kwamba ni katika kipindi kile cha ile pigo la 7 ambalo ni pigo la mwisho. And you will remember that we started by looking at where Christ says it is finished, and when he says it is done. Notice that there was a special resurrection associated with Christ's death and departure from the earth. Matthew chapter 27, verse 45. Notice what it says. Now, about the 6th hour, there was darkness over all the land unto the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Karuga. Hivyo wapendwa, ukumbuke ya kwamba, kumbuka tulikuwa tumeangalia wakati Kristo alipokuwa akikufa, kulikuwa na kusema imekwisha, na wakati aliposema maneno yale, kulikuwa na ufufuo uliofanyika pale, ambao tunaweza sema ni ufufuo ambao ni kwa kweli ni ufufuo ambao ulikuwa ni maalum ama special. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Mathayo 27:45, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Over to you, Elder.
Good. So notice now in Matthew 27 verse 50 it says, watch it. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. John 19 verse 30 says, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Karuga. Kwa hivyo utakuja kuona pale pia katika kitabu cha Mathayo anaelezea na Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu akaitoa roho yake. Sasa hii sauti ambayo alipaza kwa nguvu, Yohana akielezea pale katika Yohana 19 mstari wa 30 anasema, basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema imekwisha. Akainama kichwa chake akasalimu roho yake. Kwa hivyo sauti hii ya nguvu aliyopaza kwa nguvu katika Yohana ni wakati aliposema imekwisha. Amen. Back to you, Elder. So we're going to put all of these things together in Matthew chapter 27 verse 51. It says, and behold, the veil of the temple was rent in twain from top to bottom, and the earth did quake, and the rocks were rent. And in verses 52 and 53 it says, and the graves were opened, and many bodies of the saints which slept arose and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city and appeared unto many. Karuga. Amen, amen. Basi baada ya kufa kwake kuna matukio ambayo ilifanyika ambayo inaelezewa. Tunaambiwa kwamba katika Mathayo 27:51, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Na uzingatie maneno hayo ambayo yameandikwa katika herufi ama katika rangi nyekundu. Kisha anaendelea, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Amen. Back to you, Elder. It is very interesting that these events that led up to the first special resurrection of those saints when Christ died, when Christ said it is finished and died, those same events will be repeated. And we see it in Revelation chapter 16, reading from verse 10. Let us go there. And the fifth angel followed his vial unto the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain. Verse 17. Let us read verse 17 and 18. And the seventh angel poured out his vial into the air, and it came, what? A great voice out of the temple of heaven from the throne saying, it is done. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, and so mighty an earthquake, and so great. Karuga. Amen, amen. Wapendwa, ni jambo la ajabu ya kwamba matukio yote ambayo yalihusika katika kifo cha Kristo na pia ufufuo uliofanyika pale wa watakatifu pia yanarudiwa tena, yatakuja kuweza kurudiwa tena katika wakati wa ufufuo speciali huu wa watakatifu wa Mungu tena. Tunaambiwa hivi katika kitabu cha Ufunuo 16 mstari wake ni wa 10, na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza, wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu. 17, na huyo wa saba akakimimina kitasa chake juu ya anga, sauti kuu ikatoka katika hekalu, katika kile kiti cha enzi ikisema, imekwisha kuwa. Pakawa na umeme na sauti na radi, na palikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuweko juu ya nchi hapakuwa namna ile jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Kwa hivyo nakuja kuona matukio yote yaliyohusika wakati Kristo alipokuwa anakufa, mambo ambayo imeweza kutajwa pale
pia inarudiwa katika pigo hilo ambalo linafanyika. Amen, and back to you. Good. So we have a chart here for you. We are looking at the first special resurrection of Matthew 27 and the second special resurrection of Revelation 16. First, you saw in Matthew 27 darkness, and in Revelation 16 under the fifth plague, darkness. In Revelation 27, a loud voice, and in Revelation 6, and Christ cried with a loud voice, and in Revelation 16, a great voice. In Revelation 27, it speaks about the temple being rent. In Revelation 16, the temple was open. In Revelation 4, in Matthew 27 rather, it states, where Christ said, it is finished. In Revelation 16, he says, it is done. And in Matthew 27, there was an earthquake. In Revelation 16, there was a great earthquake. And in Matthew 27, the graves opened and saints were resurrected. Now, it did not speak in Revelation 16 about the resurrection of the saints, but as everything lined up so perfectly, we can see now in Daniel chapter 12, verse 2, the special resurrection of the righteous just before the second coming of Jesus Christ under the seventh plague angel. I say, praise the Lord, the scriptures are too clear to be misunderstood. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukilinganisha matukio yale ya Mathayo 27 na pia tukilinganisha na Ufunuo 16, basi pale katika Mathayo 27 tunaona ufufuo maalum wa watakatifu wa kwanza, na katika Ufunuo 16 ufufuo maalum wa pili. Pale katika Mathayo 27 tuliweza kuona kulikuwa na giza, na pia katika Ufunuo 16 kumetajwa giza. Katika Mathayo 27 kuna sauti kubwa ambayo Yesu alipaza. Katika Ufunuo 16 pia kuna sauti kubwa ambayo imepazwa. Katika Mathayo 27 hekalu limetajwa ambapo pazia ilipasuka, na pia katika Ufunuo 16 hekalu inatajwa pale. Katika Mathayo 27 Yesu akalia tena mara ya pili akisema imekwisha. Katika Ufunuo 16 kunasikika sauti nyingine ya kusema imekamilika. Baada ya hayo katika Mathayo 27 kukawa na tetemeko la ardhi, na pia pale Ufunuo 16 tetemeko kubwa la ardhi. Katika Mathayo 27 baada ya tetemeko makaburi yakafunguliwa na watakatifu wakafufuka. Na basi tukio hilo licha ya kwamba halijatajwa katika Ufunuo 16, lakini katika kulinganisha basi tunakuja kuona Danieli 12 mstari wa 2 ndipo ufufuo maalum unaofanyika, wakati anakisha baadaye inafuatwa na kurudi kwa Kristo mara ya pili. Amen, and back to you, Elder. Praise the Lord. Now, we are going to read from the Spirit of Prophecy, and I'm not going to read everything. This is Great Controversy, the 1888 edition from 636, and we will see exactly where that special resurrection is stated in the Spirit of Prophecy. We're not going to read everything, but note. And we're going to read the yellow. It is at midnight that God manifests his power for the deliverance of his people. We go down to the other yellow place. Everything in nature seems turned out of course, out of its course. Then we go down, in the midst of the angry heavens is one clear space of indescribable glory, whence comes the voice of God like the sound of many waters, saying, it is done. Karuga. Amen, amen. Basi wapendwa, tukienda katika roho ya unabii tuweze kuangalia masuala yale vile imeelezewa na hasa ni lini ambayo yatafanyika katika kitabu cha Great Controversy ukurasa wa 636 aya 2, na tutasoma tu mahali ambapo kuna rangi nyekundu kwa sababu ya muda. Inasema, ni katika usiku wa manane ndipo Mungu anadhihirisha nguvu zake kwa ajili ya kuwakomboa watu wake. Pale chini kila kitu katika asili inaonekana kugeuka njia ya mkondo wake. Na pale chini zaidi, katikati ya mbingu zilizokasirika kuna nafasi moja wazi ya utukufu usioelezeka,
ambapo inatoka sauti ya Mungu kama sauti ya maji mengi ikisema imekwisha. Amen. Back to you, Elder. Good. It continues. There, we are reading the yellow. There is a mighty earthquake. She mentions the earthquake. Come down a little further. The whole earth heaves and swells like the waves of the sea. Its surface is breaking up. Karuga. Amen. Nuku ikiendelea basi tukizingatia tu herufi rangi nyekundu inasema kuna tetemeko kuu la nchi. Kwa hivyo mambo tu yale ambayo imetajwa nabii wa Mungu pia anayataja. Na pale chini anasema dunia yote inavuma na kuvuma kama mawimbi ya bahari. Uso wake unavunjika. Amen. Back to you, Elder. So she mentions the darkness. She mentions all of those events. It is done. She mentions the earthquake. She mentions all of those things that we had mentioned earlier. And then in Great Controversy 637, paragraph 1, notice what she says. She says, graves are open, and many of them that sleep in the dust of the earth awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. It is there that we have our special resurrection of those who had crucified Christ and those who had died under the faith of the third angel's message. She continues to say that all those who died in the faith of the third angel's message came forth from the tomb glorified. They came forth glorified to hear God's covenant of peace with those who kept his law. Praise the Lord. And she went on to say, also those who pierced him and those who mocked and derided Christ, died in agonies, these are the ones also that will be resurrected in that resurrection. Karuga. Amen. Amen. Basi akiendelea, kumbuka tayari ametaja kwamba ni katika usiku wa manane. Kwa hivyo usiku umetajwa, alafu kisha kila kitu katika maumbile inakuwa imetoka katika mkondo wake. Na basi tunakuja kuona ya kwamba sauti ambayo inasema imekwisha, alafu kisha kunakuwa na tetemeko kuu la nchi na dunia inaendelea kupasuka, na kisha baadaye anasema makaburi yanafunguliwa na wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wanaamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Kitabu cha Danieli 12 mstari wa 2 ambalo tumekuwa tukiangalia. Na basi pale anataja ya kwamba wale wote wamekufa katika imani ujumbe wa malaika watatu wanatoka kaburini wakiwa wametukuzwa ili kusikia agano la Mungu la amani, na wale ambao wameshika sheria yake. Na nukuu ikiendelea basi inaelezea pia wale ambao walimchoma na wale ambao wamekuwa kipinga neno lake na pia watu wake nao pia wataweza kufufuliwa. Kwa hivyo makundi mawili inafufuka katika wakati mmoja. Amen. And back to you, Elder. So during the seventh plague, just before Christ comes, the saints who died under the ministration of the third angel will arise to witness their lifelong hope, seeing Christ coming in power and in glory. Amen. Amen. Basi wapendwa, ni katika kipindi hiki cha pigo la saba, kabla tu ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, ndipo watakatifu wote waliokufa katika chini ya ujumbe wa malaika watatu wataweza kufufuliwa ili waweze kushuhudia tumaini ambalo wamekuwa nalo kwa miaka mingi na kuweza kuona Kristo akirudi na nguvu na utukufu mwingi. Amina. All those exposed to the three angels' messages and are faithful will not arise. They will not arise in the first general resurrection. Amen. Wapendwa wote ambao wamesikia na kukubali ujumbe wa malaika watatu na ambao wamepatwa na mauti hawatafufuka katika ufufuo wa kwanza maalum ama wa jumla. Hapana, kuna ufufuo speciali, ufufuo maalum ambapo watafufukia pale. Amina. God has said, from henceforth something is special for you. From the time the third angel's message comes upon the earth, there is something special for those who die in the Lord. From henceforth, they will arise in a special resurrection to see Christ come in glory.
Praise the Lord. Amen. Wapendwa, maandiko imesema heri wafu wanaokufa katika Bwana tangu sasa. Ni kumaanisha kwa wote ambao wanakufa, wanalala baada ya ujumbe wa malaika watatu kwanza kuhubiriwa, basi kuna baraka spesheli kwao. Ijapokuwa wataweza kulala, lakini wataweza kufufuliwa na washuhudie matukio ya kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. Hakika ni baraka kubwa. Amen. 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 Brethren, God pays attention to details, and he's faithful in all things to his children. Paul says finally, and the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he that calleth you, who also will do it. If you desire to see him coming in glory, I tell you, he will do it. Hallelujah. Praise God. Amen. Wapendwa, ya kwamba kumbuka, Mungu huwa anazingatia mambo madogo sana, na yeye ni mwaminifu wa ahadi zake. Na basi fungu la kumalizia tunaambiwa pale katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake ni wa 23. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenyu na roho zenyu na miili yenu huhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Amina. Wapendwa, natumai ya kwamba mawazo yale yamekuwa ya baraka kwako. Natumai ya kwamba umeweza kuliona tumaini na jambo la kipekee kuhusiana na ufufuo huu special. Wapendwa, kukulala ndani ya Mungu hasa katika wakati huu si hasara, bali unakufa ukiwa na tumaini, unakufa ukiwa na ahadi ya kwamba utafufuliwa kabla ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, ili ushuhudie kuweza kuona Kristo akirudi mara ya pili. Kwa hivyo wapendwa wetu, tutaweza kuwaona, na pia zaidi wale ambao wamekufa, hata kama haikuwa ni katika ujumbe wa malaika watatu, basi nao pia watafufuliwa katika ufufuo ambao ni wa watakatifu Kristo anapo, baada ya Kristo kurudi mara ya pili. Kwa hivyo natumai ya kwamba umeweza kuelewa zaidi kuhusu ufufuo wa kwanza, ufufuo wa pili na ufufuo speciali ambao unafanyika pale. Mungu aweze kubariki mtumishi wake. Thank you so much, Elder Demetrius, for that presentation. And indeed, what a blessed hope and that we all have, and what a wonderful promise that God has promised us. And indeed, he is faithful, he who has promised, and will be able to do it. Thank you so much. Amen. And, may God bless you, and may he continue adding you more knowledge to share with his people. And brethren, I believe that you have been blessed. And so at this time, we open for anyone who has a question or a comment, or maybe there's a point that has been mentioned and you did not understand, and you will want to seek for clarification. We still have that opportunity. Just unmute your microphone at this time. Kwa hivyo ndugu, karibuni sana. Ni wakati wa maswali na nyongeza, na ikiwa kuna pointi ambayo imetajwa ambayo hukuelewa, basi kuna nafasi ya kuweza kuuliza katika wakati huu. Utafungulia tu microphone yako na utaweza kupata nafasi ile. Kwa hivyo karibuni sana ndugu. Natumai bado tuko pamoja, isiwe kwamba nililemewa na usingizi. Kwa hivyo natumai ya kwamba tuko pamoja. Ikiwa kuna yote yako na swali ama tu kuweza kushukuru kwa sababu ya ujumbe huo, nafasi ipo. Fungulia tu microphone yako na utaweza kupata. Brother Picton, welcome. I see you have unmuted your microphone at this time. Welcome. Thank you so much, Elder Demetrius, for that wonderful revelation. Actually, everything is very clear to be misunderstood. Simply put, and I can just say glory to God. Our redemption is drawing near, is drawing near. Amen. And close to that. So this has revived our hopes, and we are looking for that great and wonderful appearing of our Lord Jesus Christ. And we believe we will meet him at this our generation. So
We pray that all of us, we meet there in the clouds, meeting in the clouds. Thank you so much. God bless. And God bless you. Yes. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Victor, for that comment. And indeed, it's true. And we will see the fulfillment of all these promises in this our generation. Thank you so much, and God bless you for that. I see Brother Gibson has written there. Mine is to thank Elder for this good presentation. God bless him and his family. It is blessing to me and our group too. Amen. And I'm glad to hear that, Brother Gibson. And truly, it has been a wonderful and blessed evening. And glory be to God for that. So is there any other person with a comment or a question? At this time, you can unmute your microphones. Sijui kama kuna mwingine ambaye ako na swali ama jambo angependa kuongezea, basi nafasi ipo. Fungulia tu microphone yako na utaweza kupata nafasi ile. Welcome, brethren. Okay, so sioni wengine wakifungulia microphone. Natumai basi fundisho lenyewe limeweza kueleweka. Natumai tumekuwa pamoja. Natumai tumeweza kubarikiwa. So since I don't see any other microphones unmuted, I believe then that the message is clear. And brethren, remember that you still can be able to ask any question even later. You can either send it to me, or if you wish, you can also send direct to Elder Demetrius, and he will be able to assist. So thank you everyone who has joined. I encourage you to have time to go over this presentation again once it's made available to you on WhatsApp and also on YouTube, and share with those who are not able to attend the session, that they too might receive these blessings that you have received today. So at this time, I hand over to you, Elder, for the final comments, as you also close us off with a word of prayer at this time. Welcome. So we thank God for the opportunity of studying his word. Let us be like the Bereans, go home and check and ensure that these things are so. Father in heaven, we thank you for speaking to our hearts today. And we pray that as we continue to study your word will truly be a lamp to our feet and a light to our path. We thank you for Elder Karuga, who has translated and interpreted so well. And I pray that the blessing of the message will be affixed to the hearts of your people. We praise you in Jesus' name. Amen. 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 Thank you again, Elder. And we really appreciate your time. And may God be with you. Looking forward to continuing with this series next week. And please pass our greetings to your family and also to the brethren there at Barbados. Thank you. Amen. And for everyone who has joined, thank you. May you have a wonderful evening. And until next time, God bless you. And bye-bye. Thank you. Amen. God bless you. Amen.